Sisi kama Bavicha sisi tumeona maazimio yote ambayo leo yatoa ni maazimio halali na wala hayana pingamizi kabisa, kwa sababu ni maazimio ambayo yamebeba tumaini la Watanzania. Kwa hiyo sisi tunayaunga mkono sisi kama Bavicha mkoa wa Mjini Magharibi, na kwa wapenda haki wote tunaomba washirikiane nasi kwenye kuunga mkono. Pia tunalani vikali hujuma zozote zile ambazo zinazoendelea, ambazo zinazohujumiwa na baadhi ya watu viongozi ambao walikuwa waandamizi ndani ya chama. Sisi kama Bavicha tunaona ni kitu ambacho hakipendezi kabisa, na ndio maana tumeona tuje kuzungumza nanyi ili tuweze kuwafikishia ujumbe, kwa sababu tumeona baadhi ya viongozi juzi wamefanya press wakisema kwamba sisi kama Zanzibar tunawaunga mkono wao kuenda kukishtaki chama na kudai mgawanyo wa mali. Sisi tunasema sisi wala hatuwaungi mkono katika hali ya kawaida, na tunalani vikali, kwa sababu chama chetu toka imetokea kwenye uchaguzi tarehe 22 2025 mwezi wa kwanza, chama chetu kiliingia kwenye msuguano mkubwa kulingana na uchaguzi kama mlivyokuwa mnaona, kati ya mwenyekiti ambaye alikuwa amemaliza muda wake na mwenyekiti wetu mpya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo baada ya ule msuguano, chama chetu ambapo kilipokuwa kinatakiwa sasa, ilikuwa inatakiwa tukitoka kwenye uchaguzi tuje sisi sote kwa pamoja kama wanachama ili tuweze kurudisha tumaini kwa wanachama na tuendeleze maisha mapya, lakini baadhi ya viongozi ambao hawakuwa waadilifu ndio ambao wamejitoa. Wengine wamehama chama, ambao hawakuhama chama wao wamebaki, wao wamehama kiroho, lakini kimwili inaonekana kama bado uko Chadema, na wanajibombafai kwamba wao ni viongozi wa Chadema. Wamekishtaki chama na wanadai kwamba sisi tunaunga mkono, si wala tuwaungi mkono. Na naomba tu niwakumbushe, kwa sababu walikuwa viongozi wetu waandamizi, sisi tunawaheshimu. Kama makamu mwenyekiti Said Issa alikuwa ni kiongozi mkuu wa chama Zanzibar, alikuwa makamu mwenyekiti, amehudumu makamu mwenyekiti almost kama miaka 15 hivi akiwa makamu mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo hatupende kwenda deep sana huko, kwenda kuchimbua huko kilichokuwa kinatokea huko sijui nini, kwa sababu yeye amesema yeye yuko tayari kutoka na kuzungumza na chama, kishatoa statement ya kwamba msimamo wetu sisi chama kama Zanzibar, kishatoa statement na makamu mwenyekiti naye pia kashajibu. Kwa hiyo sisi kama Bavicha tuna jukumu la kujibu. Ndani ya miaka 15 ilikuwa inatakiwa elezee kafanya kitu gani, kakitendea nini chama ndani ya miaka yake 15, na hayo madai alidai kwamba hayo madai yameanza tokea 2016. Toka 2016 alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu, na kawaida ya chama chetu huwa kuna wajumbe wa kamati kuu wa kuchaguliwa na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa. Kwa hiyo na sisi Zanzibar tulikuwa tunawakilishi pia kwenye kamati kuu, na yeye ndo alikuwa kiongozi wetu mkuu wa uwakilishi wa wajumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo kama tokea 2016 alikuwa anajua kwamba kuna madai kwamba kuna hichi na hichi sitendewi, kuna hichi na hichi sitendewi, 2016 kavumilia, 2017 kavumilia, 2018 kavumilia, mpaka 2025 alipokuja kukosa uongozi kwenye sanduku la kula ndio akaona kwamba kuna sababu ya kukishtaki chama. Lengo na madhumuni sisi ya kuja kuzungumza hapa ni kutokana na kile ambacho tulichozungumza hapa kwenye mada zetu. Nadhani kila mtu kagusia kidogo. Wakinasaidia kushtaki chama chetu baada ya kuwa ameshinda uchaguzi, wakaona njia sahihi ya kutaka kukiharibu chama na kukidhoofisha ni kwenda kukishtaki kwamba hakiko kwenye mgawanyo sahihi wa mali. Na press ambalo fanya juzi wakawaita waandishi wa habari, wakadai kwamba Zanzibar wote sisi wanatuunga mkono. Na ndio maana hapa kila mzungumzaji amesema sisi hatuwaungi mkono au ambao lokishtaki chama. Malengo yetu ambayo tunatarajia kwa mwaka huu, kwa muda ambao tulio tawazwa kwa viongozi wa Bavicha mkoa wa Mjini, sisi tuna malengo ya kufanya mambo makubwa sana, ikiwemo kuanzisha ziara za kuwatembelea watu ambao wasiojiweza na kwenda kuwatembelea wafungwa walioko magerezani na kuwatembelea watu wenye uhitaji maalum. Watu wao walijenga kambi kule kwetu, kwa sababu mimi ni mtu wa Makunduchi, na walijenga kambi ili kuja kuiharibu kuanzia kule Chadema, na wakajaribu kutengeneza watu, ila mwisho wa siku alifeli sana, kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu siku zote kwenye dunia
kukupa hakwamini nitakupa lini au lini mimi nitakuwa siku yangu ya kwani kufedheheshe, ila lazima atalipa duniani. Sasa mimi nitoe hofu kwa uongozi wangu wote wa Chadema Taifa au pia viongozi wangu wa Chadema Zanzibar. Mkoa wa Kusini upo vizuri sana, hauna lolote ambalo labda unasemekana kwamba kuna watu wamekuja, kuna chama sijui kimetengenezwa ili mradi maana yake kiharibu Chadema kule. Yani kwa ufupi wameshindwa, na nathibitisha kwamba wameshindwa, kwamba ushahidi wote ambao labda wanautaka kwa Kusini mimi nitakuwa nao wa kutosha. Kuna watu walisema kwamba wametoka Chadema wakajitoa wakaenda chama chengine, chama fulani hivi, lakini cha kushangaza zaidi hawakizungumzii chama chao, wanakizungumzia chama walichotoka. Mimi nahisi hawa watu kwanza Chadema wanakipenda sana. Yaani kama tuseme wamevaa nguo za Chadema lakini hawataki kujionyesha kwamba wamevaa nguo za Chadema. Kikweli mimi inanishangaza zaidi mtu kwa kukaa ofisini miaka karibiani 10 alafu akasema Zanzibar hatutendewi haki, wakati yeye ndiye mkuu wa Zanzibar, alafu akasema Zanzibar hatutendewi haki. Hichi kitu kinanishangaza zaidi. Kwa upande wa Zanzibar bana, tunakwenda sawa.